Suratun Nur imeteremka Madina. Sura hii ni ya Madina na aya zake ni 64. Mwenyezi Mungu amebainisha ndani yake wajibu wa kusafisha umma na uchafu wa zina na kutangaza fedheha kwa vitendo na maneno kati ya waumini. Na akaleta sharia ya adhabu kuzuia hayo, kama alivyoleta sharia mahsusi katika uzinzi wa mume au mke ili kujenga imani baina ya mtu na mkewe. Kutoka uzinzi, masimulizi yakaingilia kutaja hukumu ya uongo katika hali hizi, na ya wapasayo waumini kwa mintarafu ya neno ovu lisilokuwa na dalili. Tena yakafuatia masimulizi ya adabu za kuingia majumbani, na nani mwenye haki ya kuona pambo la mwanamke. Na baada ya wito wa jumla ikafuatilizia kutakiwa mwendo safi usio na toa. Kisha imekuja nuru ya Mwenyezi Mungu na inatajwa misikiti, na vinatangazwa vitendo vya makafiri na hali za wenye inadi. Na upande mwingine zinaelezwa hali za waumini. Baada ya hayo, sura inaeleza adabu za watu wa nyumbani, watu waliohusiana, watoto na wakubwa, katika hali ya kuingiliana na kuchanganyika. Na nani mwenye haki ya kula naye mtu. Na hatimaye zimetajwa sifa za waumini wanapoitwa na mtume kwa jambo lililowahusu wote. Na sura ikambainisha mwenye ukuu wa ufalme wake uliotukuka na mwenye kuenea ujuzi wake. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinat wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadhakkarun. Hii ni sura tuliyoiteremsha na tukailazimisha. Tukateremsha ndani yake aya zilizowazi ili mkumbuke. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume mtandikeni kila mmoja katika wao bakora 100, wala isikushikeni huruma kwa ajili yao katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mnamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na alishuhudia adhabu yao kundi la waumini. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Mwanamume mzinifu hamoi ila mwanamke mzinifu au mwanamke mshirikina, na mwanamke mzinifu haolewi ila na mwanamume mzinifu au mshirikina, na hayo yameharamishwa kwa waumini. Walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhadaa فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Na wanaowasingizia wanawake mahashumu kisha wasilete mashahidi 4, basi watandikeni bakora 80 na msiwakubalie ushahidi wao tena, na hao ndio wapotovu. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na wakatengenea,
kwani bila shaka Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu. Walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Na wale wanaowasingizia wake zao na hawana mashahidi ila nafsi zao, basi ushahidi wa mmoja wao utakuwa kushuhudilia mara 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba hakika yeye ni katika wasema kweli. Wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana minal kadhibin. Na mara ya 5 kwamba laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake ikiwa ni miongoni mwa waongo. Wa yadra'u anha al'adhab an tashhada 4 shahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Na mke itamuondokea adhabu kwa kutoa shahada mara 4 kwa kiapo cha Mwenyezi Mungu ya kwamba huyo mume ni miongoni mwa waongo. Wal khamisata anna ghadab Allahi 'alayha in kana min as-sadiqin. Na mara ya 5 ya kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake kama mumewe yu miongoni mwa wanaosema kweli. Walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim. Na lao kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake, na ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mpokeaji toba. Innal ladhina jaa'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Hakika wale walioleta uongo ni kundi miongoni mwenu. Msifikiri ni shari kwenu, bali hiyo ni kheri kwenu. Kila mtu katika wao atapata aliyoyachuma katika madhambi, na yule aliyejitwika sehemu yake kubwa miongoni mwao atapata adhabu kubwa. Laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Kwa nini mliposikia habari hii wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwadhania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahir? Laula jaa'u alayhi bi 4 shuhada fa idh lam ya'tu bishuhada fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Kwa nini hawakuleta mashahidi wane? Na ilivyokuwa hawakuleta mashahidi wane, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake katika dunia na akhira, bila shaka ingelikupateni adhabu kubwa kwa sababu ya yale mliojiingiza. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Mlipoyapokea kwa ndimi zenu na mkasema kwa vinywa vyenu msioyajua, na mlifikiri ni jambo dogo,
kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Na kwa nini mlipoyasikia msiseme haitufalii kuzungumza haya, subhanak, umetakasika, huu ni uzushi mkubwa. Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Mwenyezi Mungu anakuonyeni msirejee tena kufanya kama haya kabisa ikiwa nyinyi ni waumini. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hakika wale wanaopenda uenee uchafu kwa walioamini watapata adhabu chungu katika dunia na akhera, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake, na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم من ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Enyi mlioamini, msizifuatie nyayo za sheitani, na atakayefuata nyayo za sheitani basi yeye huamrisha machafu na maovu. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema yake juu yenu, asingelitakasika miongoni mwenu kabisa hata mmoja. Lakini Mwenyezi Mungu humtakasa mtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Na wale katika nyinyi wenye fadhila na wasaa wasiape kutowapa jamaa zao na maskini na waliohama kwa njia ya Mwenyezi Mungu, na wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adhabun adhim. Hakika wanaowasingizia wanawake wanaojiheshimu walioghafilika waumini wamelaaniwa duniani na akhera, nao watapata adhabu kubwa. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Siku ambayo zitawashuhudia ndimi zao na mikono yao na miguu yao kwa waliokuwa wakiyatenda. Yawma idhin yuwaffihimullahu
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atawapa sawa sawa malipo yao ya haki, na watajua kwamba hakika Mwenyezi Mungu ndiye haki iliyo wazi. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanawake waovu ni wa wanaume waovu, na wanaume waovu ni wa wanawake waovu, na wanawake wema ni wa wanaume wema, na wanaume wema ni wa wanawake wema. Hao wameepushwa na hayo wanayoyasema. Wao watapata msamaha na riziki ya ukarimu. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Enyi mlioamini, msiingie nyumba zisizo nyumba zenu mpaka muombe ruhusa, na mwatolee salamu wenyewe. Hayo ni bora kwenu mpate kukumbuka. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Na msipomkuta mtu humo, basi msiingie mpaka mruhusiwe, na mkiambiwa rudini, basi rudini. Hivi ni usafi zaidi kwenu, na Mwenyezi Mungu anajua mnayoyatenda. Laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Si vibaya kwenu kuingia nyumba zisizokaliwa ambazo ndani yake yamo manufaa yenu, na Mwenyezi Mungu anajua mnayoyadhihirisha na mnayoyaficha. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasnaun. Waambie waumini wanaume wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, hili ni takaso bora kwao. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za wanayoyafanya. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Na waambie waumini wanawake wainamishe macho yao na wazilinde tupu zao, wale wasionyeshe uzuri wao isipokuwa unaodhihirika, na waangushe shungi zao juu ya vifua vyao, wale wasionyeshe uzuri wao ila kwa waume zao au baba zao au baba wa waume zao au watoto wao au watoto wa waume zao au kaka zao au wana wa kaka zao au wana wa dada zao au wanawake wenzao au ilivyowamiliki mikono yao ya kuume au wafuasi wanaume wasio na matamanio au watoto ambao hawajajua mambo yaliyohusuke, wala wasipige chini miguu yao ili yajulikane mapambo aliyoyaficha. Na tubuni nyote kwa Mwenyezi Mungu enyi waumini ili mpate kufanikiwa. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Na waozeni wajane miongoni mwenu na wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu. Wakiwa mafakiri, Mwenyezi Mungu atawatajirisha kwa fadhila yake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa, mwenye kujua. Walyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Na wajizuilie na machafu wale wasiopata cha kuolea mpaka Mwenyezi Mungu awatajirishe kwa fadhila yake. Na wanaotaka kuandikiwa uhuru katika wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki, basi waandikieni kama mkiona wema kwao. Na wapeni katika mali ya Mwenyezi Mungu aliyokupeni, wala msiwashurutishe vijakazi vyenu kufanya zina kwa ajili ya kutafuta pato la maisha ya dunia, ila hali wao wanataka kujiheshimu. Na atakayewalazimisha, basi Mwenyezi Mungu baada ya kulazimishwa kwao huko atawasamehe, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa mathalan min alladhina khalaw min qablikum wa maw'izatan lilmuttaqin. Na kwa yakini tumekuteremshieni ishara zilizo wazi na mifano kutokana na waliotangulia kabla yenu na mawaidha kwa wachamgu. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ardhi. Mfano wa nuru yake ni kama shubaka lenye kuwekwa ndani yake taa. Taa ile imo katika tungi. Tungi lile ni kama nyota inayomeremeta, inayowashwa kwa mafuta yanayotoka katika mti uliobarikiwa, mzaituni. Si wa mashariki wala magharibi. Yanakaribia mafuta yake kung'aa wenyewe ingawa moto haujayagusa. Nuru juu ya nuru. Mwenyezi Mungu humuongoa kwenye nuru yake amtakaye, na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe, na humo litajwa jina lake, wanamtakasa humo asubuhi na jioni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Watu ambao biashara wala kuuza hakuwashughulishi na kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kushika sala na kutoa zaka, wanaihofu siku ambayo nyoyo na macho yatageuka. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ili Mwenyezi Mungu awalipe bora ya walioyatenda na awazidishie katika fadhila zake, na Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila hisabu. Walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Na waliokufuru vitendo vyao ni kama sarabi uwandani, mwenye kiu huyadhania ni maji, hata akiendea hapati chochote. Na atamkuta Mwenyezi Mungu hapo, naye amlipe hesabu yake sawa sawa, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Au kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Au ni kama giza katika bahari kuu iliyofunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, na juu yake yapo mawingu, giza juu ya giza. Akiutoa mtu mkono wake anakaribia asiuone, na ambaye Mwenyezi Mungu hakumjalia kuwa na nuru hawi na nuru. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Je, huoni kwamba Mwenyezi Mungu vinamtakasa vilivyomo katika mbingu na ardhi, na ndege wakikunjua mbawa zao? Kila mmoja amekwisha jua sala yake na namna ya kumtakasa kwake,
Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua wayatendayo. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ila Allahil masir. Na ni wa Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi, na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo ya wote. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yuallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Je, uoni ya kwamba Mwenyezi Mungu huyasukuma mawingu, kisha huyaambatanisha, kisha huyafanya mirundi? Basi utaona mvua ikitoka kati yake, na huteremsha kutoka juu kwenye milima ya mawingu mvua ya mawe, akamsibu nayo amtakaye na akamwepusha nayo amtakaye. Ukurubia mmetuko wa umeme wake kupofua macho. Yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Mwenyezi Mungu hubadilisha usiku na mchana. Hakika katika hayo yapo mazingatio kwa wenye kuona. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba'. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Na Mwenyezi Mungu ameumba kila kinyama kutokana na maji. Wengine katika wao huenda kwa matumbo yao, na wengine huenda kwa miguu miwili, na wengine huenda kwa miguu minne. Mwenyezi Mungu huumba ayatakayo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kwa yakini tumeteremsha ishara zinazobainisha, na Mwenyezi Mungu umuongoa amtakaye kwenye njia iliyonyoka. Wayaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wama ulaika bilmu'minin. Na wanasema tumemwamini Mwenyezi Mungu na mtume na tumetii. Kisha kikundi katika hao hugeuka baada ya hayo, wala hao si wenye kuamini. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun. Na wanapoitwa kumwendea Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, kipo kikundi katika wao kinakataa. Wa in yakun lahumul haqqu ya'tu ilayhi mudh'inin. Na ikiwa haki ni yao, wanamjia kwa kutii. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humudh dhalimun. Je, wana maradhi katika nyoyo zao au wanaona shaka
au wanaogopa ya kuwa Mwenyezi Mungu na mtume wake watawadhulumu, bali hao ndiyo madhalim. Innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Haiwi kauli ya waumini wanapoitwa kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake ili ahukumu baina yao, ila ni kusema tumesikia na tumetii, na hao ndio wenye kufanikiwa. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakamwogopa Mwenyezi Mungu na ukamcha, basi hao ndio wenye kufuzu. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Na wanaapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa kiapo chao ya kwamba ukiwaamrisha kwa yakini watatoka. Sema msiape, utiifu unajulikana. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Qul atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sema, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, na mkigeuka basi yaliyo juu yake ni aliyobebeshwa, na yaliyo juu yenu ni mliobebeshwa nyinyi, na mkimtii yeye mtaongoka, na hapana juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Mwenyezi Mungu amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema ya kwamba atawafanya makhalifa katika ardhi kama alivyowafanya makhalifa wa kabla yao, na kwa yakini atawasimamishia dini yao aliyowapendelea na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wawe wananiabudu mimi wala wasinishirikishe na chochote, na wataukufuru baada ya hayo, basi hao ndio wapotovu. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Na shikeni sala na toeni zaka na mtiini mtume ili mpate kurehemewa. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Msiwadhanie waliokufuru kwamba watashinda katika nchi, na makazi yao ni motoni, na hakika ni maovu kweli marejeo yao. Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum 3 marrat
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Enyi mlioamini, na wakutakeni idhini iliyowamiliki mikono yenu ya kulia na walio bado kubaligh miongoni mwenu mara 3 kabla ya sala ya alfajiri na wakati mnapovua nguo zenu adhuhuri na baada ya sala ya isha. Hizi ni nyakati 3 za faragha kwenu. Si vibaya kwenu wala kwao baada ya nyakati hizi kuzungukiana nyinyi kwa nyinyi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokuelezeni aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wa idha balagha al-atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Na watoto wanapofikilia umri wa kubaligh basi na watake ruhusa kama walivyotaka ruhusa wa kabla yao. Hivyo ndivyo anavyokubainishieni Mwenyezi Mungu aya zake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wal qawa'idu minan nisaa illati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. Na wanawake wazee wasiotaraji kuolewa, si vibaya kwao kupunguza nguo zao bila ya kujishaua kwa mapambo, na wakijiheshimu ni bora kwao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua. Laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid harajun wala 'ala anfusikum أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Si vibaya kwa kipofu, wala si vibaya kwa kiguru, wala si vibaya kwa mgonjwa, wala kwenu nyinyi, mkila katika nyumba zenu, au nyumba za baba zenu, au nyumba za mama zenu, au nyumba za kaka zenu, au nyumba za dada zenu, au nyumba za ami zenu, au nyumba za shangazi zenu, au nyumba za wajomba zenu, au nyumba za dada wa mama zenu, au za mliowashikia funguo zao, au rafiki yenu. Si vibaya kwenu mkila pamoja au mbalimbali. Na mkiingia katika nyumba, toleaneni salamu, kuwa ni maamkio yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu,
yenye baraka na mema. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni aya zake mpate kuelewa. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idha ista'dhanuka li ba'di sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahumullah inna Allaha ghafurur rahim. Hakika waumini wa kweli ni waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wanapokuwa pamoja naye kwa jambo la kuwahusu wote hawaondoki mpaka wamtake ruhusa. Kwa hakika wale wanaokuomba ruhusa au ndio wanaomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na wakikuomba ruhusa kwa baadhi ya kazi zao, mruhusu mtakaye miongoni mwao, waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Msifanye wito wa mtume baina yenu kama wito wa nyinyi kwa nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu anawajua miongoni mwenu wanaoondoka kwa uficho. Basi na watahadhari wanaokhalifu amri yake, usije ukawapata msiba au ikawapata adhabu chungu. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Wallahu bikulli shay'in alim. Jueni kuwa hakika ni vya Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na ardhini. Hakika yeye anajua mlionayo. Na siku mtaporudishwa kwake atawaeleza walioyafanya. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.